Rais wa Marekani Donald Trump amesema majeshi ya Marekani yamefanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya kisiwa cha Kurg kilichopo huko nchini Iran, yakilenga miundombinu ya kijeshi katika operesheni aliyosema ni mojawapo ya mashambulizi makubwa kuwahi kufanyika katika Mashariki ya Kati. Muda mfupi baada ya kupanda ndege ya Air Force One kuelekea Florida Ijumaa hii, Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kuwa jeshi la Marekani lilitekeleza shambulio kubwa la mabomu katika kisiwa hicho. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imetekeleza moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya mabomu katika historia ya Mashariki ya Kati na kuharibu kabisa kila shabaha ya kijeshi katika kisiwa cha Kurg, Trump aliandika. Hata hivyo, Trump alisema Marekani haikushambulia miundombinu ya mafuta ya kisiwa hicho ambayo ni muhimu kwa uchumi wa Iran. Nimechagua kutoshambulia miundombinu ya mafuta katika kisiwa hicho, alisema, lakini akaonya kuwa anaweza kubadilisha uamuzi huo ikiwa Iran itaingilia usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz. Iwapo Iran au mtu yeyote ataingilia uhuru na usalama wa meli kupitia mlango wa Hormuz, nitafikiria upya uamuzi huu mara moja, aliongeza. Vyombo vya habari vya Iran baadaye vimeripoti kuwa hakuna miundombinu ya mafuta iliyoharibiwa katika mashambulizi hayo. Shirika la habari la Fars lilisema mashambulizi yalilenga shabaha za kijeshi pekee bila kuharibu vituo vya nishati. Kwa upande wake, jeshi la Iran lilionya kuwa iwapo miundombinu yake ya nishati itashambuliwa, miundombinu ya mafuta na nishati ya makampuni yanayoshirikiana na Marekani itaharibiwa mara moja. Wakati huo huo, mashambulizi pia yameripotiwa karibu na ubalozi wa Marekani mjini Baghdad, Iraq. Shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa kombora lilipiga sehemu ya majengo ya ubalozi huo na kusababisha moshi kuonekana ukipanda juu ya jengo hilo, ingawa haijafahamika kiwango cha uharibifu. Associated Press iliripoti kuwa kombora lilipiga eneo la kutua helikopta ndani ya eneo la ubalozi, wakati AFP ilisema kuwa drone ndio iliyoshambulia eneo hilo. Mashambulizi hayo yaliripotiwa kutokea muda mfupi baada ya wapiganaji wawili wanaoungwa mkono na Iran kuuawa katika mashambulizi jijini Baghdad. Nalo kundi la Hamas linaloungwa mkono na Iran limetoa wito kwa Tehran kuepuka kushambulia nchi jirani, huku likisisitiza kuwa Iran ina haki ya kujilinda dhidi ya Marekani na Israel. Tunathibitisha haki ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kujibu uchokozi huu kwa njia zote zinazopatikana kwa mujibu wa sheria za kimataifa, lakini tunatoa wito kwa ndugu zetu wa Iran kuepuka kulenga nchi jirani, Hamas ilisema katika taarifa yake. Matukio haya yanajiri wakati mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka kufuatia vita vinavyoihusisha Marekani, Israel na Iran.